Habari, kwa majina naitwa Yona Amon Chizua, ni muuguzi bingwa wa moyo na mishipa ya damu kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Nipo kitengo cha magonjwa ya dharura. Siku ya leo tunaenda kujifunza namna ya kumkabili, kugundua na kurudisha mapigo ya moyo kwa mtoto mdogo. Mara nyingi imekuwa ikitokea kwa watu wazima, lakini pia mapigo ya moyo yanaweza yakapotea hata kwa mtoto mdogo. Sasa hatua ya kwanza ya kumkabili, kwanza lazima uangalie usalama wa eneo husika, kwa maana kuangalia nini kilichomzunguka mtoto, labda kuna chochote ambacho kimesababisha akapoteza mapigo ya moyo. Lakini pia hiyo inatusaidia ili kujua, kwa mfano kuna wale waliopata ajali au kuna kitu chochote cha hatari kinachomzunguka. Kwa hiyo kitakusaidia kujua ni namna gani ya kuenda naye. Kwa mfano kama ni ajali au ni kitu gani, unaweza ukavaa vifaa ambavyo vinaweza vikakuwezesha kujikinga na hiyo hali. Lakini kitu cha pili ni kuangalia mwitikio wa mtoto. Kwa mtoto mdogo tunajua kabisa yupo au hayupo kwa kumpiga sehemu hii ya miguuni. Tunakuwa tunampiga hivi, kama atakuwepo lazima atastuka au anaweza akafungua macho, tunaweza tukajua yupo. Kwa hiyo sehemu ya miguuni ndio ambayo imejaa mishipa ya fahamu, inaweza ikamsaidia huyu mtoto tukajua kwamba mwitikio wake upo au haupo. Lakini kama hivyo nayo itakuwa hiyo hatua hamna, kinachofuata tunabidi tuangalie mapigo ya moyo. Na sehemu ya muhimu sana kwa mtoto mdogo, yapo maeneo tofauti tofauti ya mwili, lakini kwa mtoto mdogo huwa ni hii sehemu. Kuna mshipa maalum ambao umepita, tunaita arteria brachial, Kiingereza tunaita brachial artery, ambao huwa tunaweza tukahisi hapa na kusikia mapigo ya moyo yakiwa yanapiga. Kwa hiyo tunapoweza tukashika hapa na tunaangalia, tunahisi kwa sekunde chini ya 10 tu, ili ujue kabisa kwamba mapigo ya moyo yapo au hayapo. Sasa kama mapigo ya moyo hayapo, unachotakiwa, kama kuna wenzako, inabidi uite kwa ajili ya msaada. Lakini kama hamna wenzako, kitu unachoshauriwa cha haraka, hata kama ukiwaita au wawepo wasiwepo, unachopaswa ni kuanza kukandamiza kifua chake mtoto. Sasa katika kukandamiza, kama utakuwa uko peke yako, unachotakiwa ni kukandamiza kifua mara 30, afu baadaye unampa hewa kupitia mdomo wake. Sasa kwa eneo la hospitali inawezekana kwa sababu kuna vifaa vipo. Lakini kwa wale ambao wako mtaani, inategemeana sasa na huyo mtoto unaokaribu naye vipi. Kama ni mtoto wako, inawezekana kwamba ukampa hewa. Na kumpa hewa unampa, baada ya kukandamiza kifua mara 30, unampa hewa mara 2. Sasa utaendelea na hilo zoezi, kila baada ya dakika 2 utatulia ili uangalie mapigo ya moyo yapo au hayapo. Kama mapigo ya moyo bado hayapo, utaendelea kukandamiza hicho kifua. Kwa hiyo utaenda hivyo kadri muda utakavyokuwa unaenda, kila baada ya dakika 2 utatulia, utaangalia mapigo ya moyo yanavyokuwa yanaendelea. Lakini sasa katika hilo zoezi lote inategemeana na mwili wa mtoto mwenyewe utakavyokuwa unakandamiza hicho kifua. Kuna watoto ambao unaweza kutumia vidole viwili tu. Kwa mfano utaweza kutumia hivi kwa mtoto kama huyu, lakini wapo ambao ni kidogo, ni wana umri mkubwa kidogo, unaweza kutumia kiganja kimoja cha mkono. Lakini wapo ambao wana umri zaidi, unaweza kutumia hata mikono miwili kama mtu mzima. Cha msingi ni kuangalia usije ukavunja eneo la kifua chake mbavu. Kwa hiyo hivyo vyote, kwa mwingine pia unaweza ukatumia mikono miwili kwa mpigo, ukazungusha hivi, lakini ukaja unafanya hivi, pia unaruhusiwa kufanya hivi. Kwa hiyo itategemeana na ukubwa wa mtoto na kifua chenyewe jinsi kilivyo, ili lengo tusije tukamdhuru mtoto. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, unatakiwa uhakikishe kabisa kwamba unapobonyeza kifua, hakikisha kinaenda chini umbali wa sentimita 2 mpaka 3, ili iwezekane, kwa sababu utakapokuwa unabonyeza hivi utasababisha damu itoke kwenye moyo izunguke sehemu kubwa ambayo tunahitaji kwa wakati huu tunalinda ni kichwani. Kwa sababu tukichelewesha ndani ya dakika 4, huyu mtoto ubongo wake unaweza ukaafa. Kwa hiyo itakuwa ni kitu kingine. Ni kweli tunaweza tukarudisha mapigo ya moyo, lakini tutakuwa ubongo umekufa, kitu ambacho itakuwa haitaleta matokeo mazuri. Kwa hiyo hakikisha unabonyeza jinsi inavyotakiwa, sentimita 2 mpaka 4, kidole chako kiende chini. Lakini pia hakikisha unaachilia kifua kirudi. Unaporudisha kifua, ina maana unaruhusu damu irudi ijae kwenye moyo, ili unapopeleka tena damu itoke iende kichwani. Lakini hapo hakikisha kabisa hewa unayokuwa unampa hewa inayomtosheleza. Usipulize nyingi sana, kwa sababu ni mtoto mdogo.
unaweza ukapasua mapafu na vitu vingine. Kwa hiyo unahakikisha kwamba hewa unayompa ni hewa ambayo inaenda katika kiwango kinachotakiwa. Kwamba unapuliza mara ya kwanza, unatulia, unapuliza mara ya pili, alafu unaendelea na huko. Sasa kwa mtoto ambaye kama unayetoa hiyo huduma uko peke yako, inabidi ubonyeze kifua mara 30, alafu unampa hewa. Lakini kwa kama wenzako wameshafika na kukaribia katika hilo eneo, unatakiwa ubonyeze kifua mara 15, alafu atakuwepo mtu ambaye anakuwa anampa hewa, yeye atampa hiyo hewa mara 2. Kwa hiyo ndio tofauti wake wa namna ya kufanya hivyo. Kwa hiyo wakati huo muda wote mnavyokuwa mnafanya hicho kitu, lazima mjue kwamba ni nini kilichosababisha mapigo ya mtoto kusimama. Endapo mtakuwa mnajua sababu, vipo kwa maeneo ya hospitalini kuna dawa mbalimbali ambazo tutampa, lakini kwa maeneo ya nyumbani unashauriwa, kwa sababu hautakuwa na kifaa kingine kinachoweza kugundua kwamba ni nini kilichosababisha hiyo. Wewe unachopaswa ni kubonyeza mara kwa mara, ili lengo kubwa liwe ni unakuwa unawasiliana na watu wengine, kama kuna timu ambayo mmefika, ili huyu mtoto akimbizwe kwenye sehemu salama kwa ajili ya matibabu zaidi. Kwa hiyo ndio sehemu kubwa, na tukifanya hivyo tunaweza tukaokoa maisha ya mtoto na mapigo ya moyo yanaweza karudi.